halaiki yaliyotokea nchini Rwanda mwaka 1994. Mauaji yale yalikuwa ni mauaji hatari, na tunaongea nao kwa sababu pia Umoja wa Mataifa imeidhinisha siku ya tarehe 7 mwezi wa Aprili kuwa ni mwanzo wa maadhimisho ya kumbukumbu ya yale mauaji yaliyotokea nchini Rwanda, ambapo tuliona kabisa watu zaidi ya 800 waliuawa, wengi wao wakiwa ni Watusi, na vile vile kulikuwa na Wahutu wachache na Watwa wachache ambao pia waliuawa kwa sababu walikuwa na msimamo wa wastani. Lakini wengi wa watu waliouawa walikuwa ni Watusi, na mauaji yale yalikuwa ni mauaji mabaya kabisa kutokea katika historia. Tunaadhimisha hii siku moja kabla kwa kupitia mafunzo kwa vijana, kwa sababu tunaona kwamba hata wakati wa mauaji ya halaiki vijana ndio waliotumiwa zaidi kutekeleza yale mauaji. Kulikuwa na kundi la Interahamwe, wale vijana walikuwa wanapata maagizo, wanatengeneza orodha ya watu ambao wanatakiwa kuuawa, ambao walikuwa ni Watusi, na wakawa wanawafuata katika maeneo mbalimbali na kuhakikisha kwamba wanawaua, wanawabaka, wanawasababishia madhara makubwa sana katika maisha yao. Kwa kweli yale mambo yaliyotokea Rwanda hayafai hata kuhadithia. Lakini kikubwa pia tunachokifanya kwa vijana ni kuwaambia kwamba inabidi washikamane na watu ambao waliweza kuokoka kutokana na yale yaliyotokea nchini Rwanda. Tunafahamu kwamba kuna wanawake wengi sana wanaendelea kuishi na virusi vya ukimwi kutokana na hali ya kubakwa kipindi kile, watoto ambao walizaliwa kutokana na wazazi ambao hawawatambui kutokana na wazazi wao walibakwa. Tunaona kwamba kuna hali ngumu sana ambayo ndani ya mioyo ya hawa watu ilikuwepo. Kwa hiyo inabidi kama vijana waweze kutambua kwamba kitu kama hicho kiliwahi kuwepo, na pia vijana wajifunze kutokana na Rwanda, kwa sababu pamoja na yote yaliyotokea nchini Rwanda sasa hivi ni nchi ambayo ni ya mfano barani Afrika, kwa sababu wamejifunza. Na kwa mfano kwenye Umoja wa Mataifa tunaangalia kwenye ulinzi wa amani, wakiona kwamba kuna tatizo la aina yoyote ile kwenye nchi jirani, Rwanda inajitolea walinzi wa amani haraka sana kuhakikisha kwamba wanatokomeze vita au vurugu ambayo inaweza ikasababisha kuwepo na mauaji ya halaiki. Kwa hiyo pamoja na hayo tunaangalia pia Rwanda imeendelea, 64% ya bunge lake lina wanawake. Lina maana kwamba watu wanatakiwa wajifunze, yani kwamba pamoja na matatizo yaliyotokea, lakini inabidi kusonga mbele na kuwa na maendeleo. Na tunashikamana tu pamoja na watu wa Rwanda na kuhamasisha watu wajifunze kutokana na yaliyotokea, kwa sababu kila mtu ana haki sawa, awe ni albino, awe ni mlemavu, awe ni mtu ambaye labda watu katika jamii hawamuelewi kutokana na imani yake. Watu wanatakiwa wamuelewe kwamba bado ni binadamu na anastahili kuheshimiwa na sio kuuawa. Rwanda ina mfano mzuri, walitokomeza capital punishment mwaka 2007, walikataa kabisa kwamba hakutakuwa na mauaji yale. Kwa mfano mtu akifanya makosa kwamba watamuua, walifuta kabisa ile. Kwa hiyo ni nchi ya mfano kwa njia nyingi, na yaliyotokea hayapasi tena kutokea. Ambao tumeusoma wa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa ni kwamba njia pekee ya kuzuia haya mauaji yasitokee tena ni kila mtu kutambua kwamba kila mtu ana haki ya kuishi, na yaliyotokea Rwanda kila mtu akijifunza, hatutakiwi tena kuyarudia tena, na hasa kwa vijana, kwa sababu kuna tofauti nyingi katika jamii yetu. Kuna watu ambao wana uwezo zaidi, wengine hawana uwezo zaidi, lakini kwa kuheshimu kwamba kila mtu ni binadamu, tunaweza tukawa labda tuna tofauti zetu, labda hizo za kiuchumi au za kabila au labda za ngozi, kwa mfano kwa walemavu wa albino, lakini mwisho wa siku sisi wote ni binadamu. Tofauti zetu zisitufanye tutenganishane au tugombane mpaka tusababishe hali ya kufikia mauaji, yani kuona wenzetu hawafai. Hapana. Pamoja na kwamba tunaweza tukawa na makabila tofauti, mwisho wa siku sisi sote ni binadamu, na tunaongozwa na azimio la haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa.